Leo nina habari kidogo za kufurahisha kwa Tanzania na ni ya kwamba refa aliyewakatili Taifa Stars kufungiwa rasmi. Mwamuzi kutoka nchini Mali, Bobo Traore, ametangaza rasmi kutojihusisha tena na mechi zilizosalia katika michuano ya AFCON, na hatua hii inakuja mara baada ya CAF kufanya tathmini juu ya maamuzi ya waamuzi wao, na itakumbuka kwamba refa huyu ndiye ambaye alisimamia na kuchezesha mchezo kati ya Morocco na Tanzania katika hatua ya 16 bora ya kipute hicho ambacho alitoa maamuzi ya utata, na anafahamu basi hakuna kwamba Mtanzania wote ama Mwafrika Mashariki asaidiwa kwamba kilichotokea siku kati ya mechi ya Tanzania dhidi ya Morocco. Mwamuzi huyu Bobo Traore aliwakatili Tanzania kwa kufanya maamuzi ambayo hakuna ambaye ameelewa, aidha alipewa hela ama alikuwa na interest binafsi ama aliwabeba Morocco. Issue ilikuwa hivi, Idi Nado inakumbuka kwamba wote mliona replay, alipelekewa pasi ya kupenyeza na beki wa Morocco akampush kutokea nyuma kwa kumsukuma na mkono. Kikawaida maamuzi yale ilibidi yawe penalty, lakini refa huyo Bobo Traore akasema kwamba hakuna penalty, licha ya kwamba kuwa na mashinikizo kadhaa ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi na makocha kumtaka refali akatazame VAR, lakini msingi ilikuwa ni wajibu wake kwenda kutazama kwa sababu ipo, ukichangia kwamba uwanja ule na good infrastructure. Sasa maamuzi kama yale yenye utata ni lazima uende ukaangalia kwenye VAR kama maamuzi kujithibitisha either ilikuwa ni kweli ama la, kwa sababu tunajua human beings hatupo perfect, macho sometimes yanatuongopea, that's why VAR imewekwa, lakini mwamuzi alishindwa hilo kulifanya. Na itakumbuka mwanzo wa video moja ilionekana kwamba wachezaji wa Morocco walikuwa wanajiandaa pamoja na Tanzania kutoka vyumbani kupanga safu kwenda uwanjani kujiandaa na mchezo. Ilionekana baadhi ya picha na video kuvuja kwamba kiongozi mmoja wa Morocco alikuwa akinena ama akiteta jambo na waamuzi hao watatu, ikiwemo huyo wakati ambaye alichezesha main referee Bobo Traore, wakinena jambo ambalo lilizidi kuzua sintofahamu, ukichangia kwamba hakuwa na ushahidi wa moja kwa moja, lakini kile kitu hakikupendeza na wala sio kitu cha kiungwana katika mchezo wa soka. Na hii inatoa tafsiri ya kwamba huenda kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea ambayo sio sawa kabisa, na wengi wametafsiri hivyo. Lakini ile clip ilisambaa mitandaoni, nchi mbalimbali duniani, wachambuzi mbalimbali wakubwa duniani walitathmini kwa namna tofauti. Wengi walisema kwamba Tanzania amebezwa na hakuna hatua yote iliyofanyika. Kwa hivyo sasa mpaka sasa hivi CAF ashatoa uamuzi huo, kwa sababu wengi walikuwa waniuliza sasa hatua gani itakayofuata baada ya pale, either Tanzania ama TFF watoe miko yao dhidi ya CAF, kwa sababu siku ile Mutsepe alikuwa pale juu, hata Infantino rais wa FIFA alikuwepo. Kwa hivyo wote waliona kile ambacho kimetokea. Tanzania wamelalamika baada ya mchezo, lakini hakuna hatua stahiki kwa upande wetu uliochukuliwa. Sawa, maamuzi yamefungiwa, lakini nini sasa? Ndio basi ishapita. Huenda basi hata tungepata ile nafasi ingekuwa mkwaju wa penalty, tungeweza kujitetea kwa namna yote. Huwezi jua tungeenda extra ama penalty, tungeweza kuatoa Morocco na kupita katika hatua ya robo finali na kuandika historia ya kibabe kabisa, licha ya kwamba hata hivyo tayari tusheka historia chini ya kocha Miguel Gamondi ambaye mpaka kwa sasa Singida Black Stars ishakubali kumwachia, na Taifa Stars TFF imempa mkataba wa kudumu kuiongoza kikosi hicho. Na mimi matumaini yangu, naamini ya kwamba kabisa Miguel Gamondi ataifanikisha Taifa Stars katika hatua mbalimbali za michuano yote kimataifa itakayoshiriki. Naona kabisa muendelezo mzuri wa timu ya Taifa Stars, na waamini vijana. Mchezo ulikuwa mzuri dhidi ya Nigeria, dhidi ya Morocco, dhidi ya Uganda, lakini safari yetu ilishia hapo. Lakini uamuzi wa sasa wa CAF ni kumfungia kocha yule kutojihusisha tena mechi zilizoendelea ama zinazoendelea kule nchini Morocco. Na nakumbuka toka baada ya mechi ya Taifa Stars kocha mwamuzi yule sikumwona tena akichezesha ama akijihusisha na mchezo wote ambao ulikuwa unaendelea. Kwa hivyo sio yeye tu, na kuna kocha mwingine ambaye kwa jina nimemsahau pia naye amefungiwa. Lakini hii inatukandamiza sana, hususan kwa nchi kama hizi Tanzania ambazo zinachipukia katika ukanda wa kisoka barani Afrika. Inatukandamiza sana kwa sababu inashindwa kutupa uhuru wa kuonesha kile ambacho tulichonacho, kitu gani ambacho tunaweza tukakionyesha. Lakini pia hata wewe unaweza kutuandikia maoni yako. Umepokeaje taarifa hii kocha kufungiwa? Unadhani ilikuwa ni hatua stahiki kwa Tanzania ambayo inapaswa ipewe kwa kile ambacho kimetokea kwa kunyimwa penati ya wazi kabisa siku ile ya mchezo kati ya Tanzania dhidi ya Morocco, na kila mtu aliona? Shiriki maoni yako nasi hapo chini kupitia channel yetu YouTube Azgecha Media, lakini kikubwa usiache kusubscribe la kwanza kupata habari zote moto kemkem za kimichezo ndani na nje ya nchi. Lakini kwa hana mengine zaidi, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii kama vile Instagram, Facebook
TikTok na kwingineko as Jeche Media. Lakini nikumbushe tu kwamba endelea kusalia nasi kwenye hapa, tutakuwa tunakuletea habari zote moto kemkem za kimichezo, hususan kuhusiana na dili mbalimbali za kiusajili ambazo zinakuwa zinaendelea. Tunakuletea, lakini nikumbushe tu katika habari zote moto ambazo tumekuachia hapo mbele ni kuhusiana na usajili wa Dickson Depu kutoka huko Rodemiak na Poland. Huyu ni raia wa Angola ambaye anatarajiwa kuja pale kutua Jangwani. Video full ipo YouTube hapo, cheki, tushare posti dakika chache zilizopita, na katika mitandao yetu yote mingine tatu tushare kuhusiana na mchezaji huyo. Utaenda kuona historia yake, rekodi yake, kwa nini amekuja Yanga na atakuwa na mchango gani katika klabu hiyo, lakini pia kwa upande wake itakuwa manufaa gani. See you until next time, bye bye, ciao.